Fuatilia habari za wakati huu. Ni siku nyingine tena tunakuja kwako tukiwa tunakuletea yale mazuri ambayo yanahitaji mkono wako ili tuweze kutoboa. Siku ya Idi ilikuwa ni siku ya Jumamosi kitaifa. Asubuhi nilipoamka nilipokea simu kutoka kwa Biasha kutoka kule Dodoma, akanitumia picha pamoja na message. Simu iliita sana, lakini mwisho siku niliona amenitumia message. Niliposoma nikakutana na picha ya mama huyu. Ukweli iliharibu sikukuu yangu ya Idi na nilijisikia vibaya, nikamgeuza kama mama yangu. Alinielezea jinsi ambavyo mama huyu anateseka, akaniambia ni mama ambaye hakubahatika kupata mtoto lakini umri wake umesogea, na kinachomsibu zaidi ni kwamba ana maisha duni na amepata shida ya saratani ya jicho. Kwa hiyo mimi nilipoona ile picha nikampigia simu nikamuuliza anaweza kufika Mwanza. Akanambia dada, niko tayari, hata mimi mwenyewe nitamleta, shida tu ni nauli. Kwa hiyo nilichokifanya nilijaribu kuomba hapa na pale, nikapost kwenye mtandao wa kijamii. The Desk and Chair Foundation waliona ile habari. Mzee Dr. Cyprian Megja akaniambia Flora, na kutumia 1,500,000 ili tuanzie hapo huyo mama aweze kufika Mwanza. Alituma ile hela na mama amepanda gari, ameweza kufika Mwanza baada ya kumtumia ile nauli. Niko naye hapa. Unayenitizama, hebu jaribu kuangalia huruma yako. Huyu ni kama mama yako, ni kama bibi yako, ni kama shangazi yako, ni kama mke wa mjomba wako, ni kama shemeji yako, yawezekana wewe ambaye ni mtu mzima. Mama huyu amezaliwa mwaka 1920. Mpaka leo tayari ana miaka 106. Ni mama ambaye anajipambania, anapika, alikuwa analima. Tumsikie. Afya nzuri ni ile inayoanzia ndani kwanza mpaka nje kwenye muonekano, na sisi tunalitambua hilo na tunajali sana afya yako wewe na familia. Naam, ndio sababu tumekuwa wazalendo na kukuongezea thamani katika maisha yako kwa kutumia miti shamba, miti ya nyumbani, kukutengenezea bidhaa bora zenye kutibu na kukupa muonekano mzuri na wenye afya. Nifo Products. Tuna Nifo Coconut Oil, Herbal Soap, Beauty pamoja na Miracle Chai yenye kutibu vidonda vya tumbo, kutoa sumu mwilini, kuongeza kinga ya mwili na faida nyingine nyingi sana za kiafya. Lakini pia Miracle Uji ni uji wa maajabu, unasaidia pia kuongeza hamu ya kula na unanenepesha. Bidhaa za Nifo zinasaidia watu wenye presha, sukari, saratani, inaimarisha mifupa na mifupa inayouma, zinasaidia pia kuongeza nguvu za kijinsia na kadhalika. Kumbuka bidhaa za Nifo zinatengenezwa Mwanza na kusambazwa na mawakala mikoa yote Tanzania. Nifo Products chini ya mkurugenzi wake Dr. Flora wameambatana na madaktari wa kupima afya na vifaa vya mazoezi. Kwa mawasiliano piga 0759665555 au 0654777778. Pia follow Instagram yetu Flora_Nitete2, Nifo Beauty College na Nifo Products. Nifo Products ni mkombozi wa afya zetu. Karibuni wote tujivunie. Asalamu alaykum. Alaikum salam. Unajisikiaje na hali? Najisikia raha mstarehe. Raha mstarehe. Hebu tuambie majina yako kamili. Mimi naitwa Mwasiti Salim, jina langu maarufu kwanza. La pili ni Asha Salim, ndio tunatumika sasa. Kwa hiyo mimi nikuite lipi? Nikuite Mwasiti au nikuite Asha? Nita Asha. Asha. Ndio vyeti vinafanyika na vyeti vyako vya kuzaliwa vina jina la Asha. Pole, nimekwambia usishike jicho. Tukishaanza matibabu utakiwa kushika jicho kabisa. Si ndio Okay. Hebu nikuulize. Kwanza nimekupenda. Wewe uko charming. Nikisema charming unaelewa? Yaani umechanga. Unanipenda. Charming ni mtu ambaye hana dukuduku, hana hasira na hana hasira na amechangamka. Ni mtu anampenda kila jamii. Nimekupenda sana. Na mimi nakupenda kama mwanangu yule niliyomzaa. Na mimi nimekwambia kwa sababu huna mtoto, mimi ndo mtoto wako. Ndio. Si ndio sasa umeshanizaa mimi. Alhamdulillah. Si ndio? Wakati umeniambia umezaliwa mwaka 1920 sikuamini kwanza. Ikabidi nianze kutafuta kutoka kwa wale walionitafuta, wale wanaokaa kule ulikotoka Manyara. Ndio wakahakikisha kweli umezaliwa mwaka 1920. Mwenyezi Mungu amekupa miaka ya ziada mingi na bado ipo mingine mingi ya kuendelea. Si ndio? Amina. Unatokea mkoa gani? Mimi
Natokea mkoa wa Manyara. Manyara. Yeah. Ehe, hebu tuambie changamoto hii ya jicho lako ilianza lini na ilianzaje? Ilianza nikajiti kalie nichoma. Nichoma kajiti tu, yani kama kamwiba, ambapo ni siku nyingi sana, ni siku nyingi tu, alafu kakao kamepona, kakao kama kachufua tu. Hasa kamekuja kuvuka miaka hii iliyopita, na mwaka wa 3 labda tangu kuanzia na hiyo. Kwa hiyo na miaka 3 tangu hichi kidonda kimeanza. Hiki kidonda chako uliwahi kwenda hospitali? Hospitali za hizi kama dosi, Sungusero, Mkoka. Ndio ulikwenda huko hospitali? Walikupatia dawa sio? Madawa ni hizi za vidonge. Ndio wakakwambia uende hospitali kubwa? Si ndio? Fika kule sipata mtu wa kunipeleka ala hela, nikawa nikajipumzikia, nikawa natumia tu hizi na paracetamol sijui nini, basi madawa ya kupunguza maumivu. Ni nani alikuwa anakusaidia kusafisha kidonda? Hakuna. Nilikuwa najisafisha mwenyewe. Wakati nimepata dawa, mtu kaniambia kuna dawa, na nilikuwa najisafisha mwenyewe tayari. Huyo mzee wangu kuna vidonge ananimiminia. Anakumiminia kwenye jicho? Ananimiminia, maana ile dawa imekaa kama na nani, anasema sijui kaushi sijui nini. Ndio nilikuwa nafikia. Pole sana Biasha. Asante ndugu yangu. Ile siku ambayo uliambiwa kwamba kuna mtu amepiga simu amesema uende Mwanza, ulipokeaje? Nilipokea kwa shangwe. Na nikashukuru, alhamdulillah, mpaka tukazungumza na wewe. Nikakutolea shukrani sana, nikakwambia bwana, nakushukuru bwana Flora. Kwa nani yako kwa nani nini? Kwa kujitolea kunisaidia. Kujitolea kwako. Mdhamini wako, Mwenyezi Mungu akujalie, akuzidishia baraka kwa wengi. Na wewe ukaitikia ukasema amina, amina. Na nilishukuru sana na nilifurahi sana. Na mume wangu akafurahi. Wewe haukubahatika kupata mtoto? Nimebahatika mtoto mmoja tu. Yuko wapi? Yuko poli huko. Kumbe unaye mtoto mmoja. Lakini ufunguani. Ana shida ya akili? Akili hana. Akili hana. Wa kike wa kiume? Wa kiume. Wa kiume. Anakutunza? Nakwambia punguani. Biasha nakwambia mtoto wake ni punguani. Kwa hiyo yeye anafanya kazi yao? Sijui. Lakini mtazamaji unayenitizama, Mungu huwa analeta maradhi alafu analeta jinsi ya kuishi nayo. Hebu angalia mama huyu, kidonda kikubwa sana kwenye jicho, kimeziba kabisa jicho lake, lakini anakifuta kwa kutumia kitambaa chochote tu ambacho sio salama, lakini Mungu bado anaendelea kumlinda. Sasa Biasha, wewe nani alikuwa anakusaidia kupika? Mimi mwenyewe. Unapika mwenyewe? Sasa nani anipikisha? Kuni nani anasanya? Si bwanangu. Aliye ambaye ananunua. Ananunua. Anapata wapi hela yeye? Sana toa na watu tunakuja, mtu kama hivi anakuja bwana, shilingi 100 maji ya nyoo ya shida. Nanunua dumu 500 maji mazuri. Sasa ulikoje unaweza kupika kwenye jiko la kuni na hali hii ulionayo? Hivyo unafanya hivi. Sinalifanya hivi. Unafanyaje? Unaliziba. Kwa hiyo unakuwa unaangalia na jicho moja. Niliambiwa kwamba kwenye jiko unalopikia kuna giza sana. Kwa hiyo ulikuwa unafanyaje wakati kule kuna giza na una jicho moja? Ni hapo nani? Mbona hata nani tochi ipo? Unatumia tochi. Wewe ndio unamulika kule unakopika. Yule bwana wangu ananimulikia. Anakumulikia. Akisha kumulikia unapika. Bwana wako yeye ana miaka mingapi? Sijui. Haujui miaka yake? Kazee. Kazee. Kanafika miaka 100 kama wewe? Subutu. Subutu. Ni mzee tu lakini afiki miaka 100. Unakapenda kazi kako? Sasa nikandoa sasa
Hongera. Hongera. Okay, amefika Mwanza. Tafadhali wapendwa, huyu mama anahitaji kula, huyu mama anahitaji kuvaa, huyu mama anahitaji kulala vizuri, huyu mama anahitaji matibabu. Huyu mama ana miaka 100 na miaka 100 yake alifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na jicho lake likiwa linamuuma hivyo. Akiwa nasali atokee mtu amsaidie ili aweze kupona. Ile siku amefungua ndo siku ambayo nilimpigia simu. Ninamuomba Mwenyezi Mungu apitishe mkono wake mama huyu akapate ahuani ya ili jicho. Atakaporudi kule arudi akiwa tena hana ya maumivu alionayo. Mungu atamsaidia. Chochote kitu ambacho unaweza ukamsaidia mama huyu ni 200, ni 500, ni 1000 na kuomba msaidie ili basi tuweze kuongeza nguvu ya pamoja mama huyu aweze kupata matibabu. Tutaanza matibabu rasmi, lakini leo tumeanza kumhudumia kwa ajili ya mgongo, ana vidonda vya tumbo, kwa hiyo tumeanza na mgongo. Umelala pale umesikiaje mami? Ile dawa. Kile kilikuwa kinapita mgongoni. Nashukuru. Kilikuwa kinafanyaje? Dawa bado. Ilikuwa nafutuka hivi. Inafutuka? Inafutuka. Haikuumizi? Kutoka tunakuja huko, tunapanda huko kwani. Kimekuchua vizuri? Kweli? Joto. Ilikuwa natoka joto kama mtu. Kama mtu? Kwani wewe sio mtu? Asante sana, huyu ni mama mmoja very much charming. Haya, asante Asha, unawaambia nini wanaokutizama? Yaani unatakiwa uwaombe wakusaidie basi shoga yangu. Wajukuu zangu. Mnasikia? Waambie. Tunatoa shukurani. Mwenyezi Mungu amjalieni msaada wenu. Waambie naomba chakula. Chakula utanisaidia na mimi niko mbali atatoa chakula. Si wanatuma huku tunanunua sukari shoga yangu. Tunaomba chakula, tunaomba dawa za kutumia. Dawa unazotumia ni ghali sana. Kwanza ninamshukuru sana Mzee Cyprian Mage kwa jinsi ambavyo amenipokea na mama huyu, amenisaidia. Mama amefika Mwanza, lakini naomba tusimwachie peke yake. Kuna zaidi. Kwa hiyo naomba tuungane. Huyu mama aweze kupona. Mama yangu ana miaka 93. Na Mungu nilikuwa najua mama yangu ndo ameenda zaidi. Kumbe kuna walioenda zaidi. Kama huyu. Miaka 106 anatembea, anapika, anaoga mwenyewe na kidonda chake, my dear. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Tuma sadaka yako upate dua kutoka kwa mama huyu. Inshallah, nipe kama mkono. Karibu Mwanza. Asante Mungu. Mwanangu. Mungu akuzidishia baraka na kuondolea maradhi. Amin. Amin. Napokea. Amin. Wadogo zangu na nyinyi, Mungu amfungulieni milango ya heri. Wadogo zake ni kina mama Flora sasa. Mwanzo wa matibabu ya Biasha tumeanza vipi na mpaka pale ambapo tutamleta kwenu kutokana na maendeleo anayoendelea nayo. Biasha na kilo chache sana, kilo zake ni 40 na kitu. Akienda kipigwa mionzi hapa tutampoteza haraka. Kwa hiyo inabidi twende taratibu taratibu, kilo yake iongezeke ndipo tuweze kwenda kwenye matibabu makubwa zaidi. Lakini kwa sasa tutapambana naye akiwa DDF Herbal Clinic.